Msikilizaji, karibu sana kwenye hiki kisa ambacho hiki kisa bwana kimekuja mara baada ya kusikiliza ile simulizi ambayo kuna jamaa alimdanganya mke wake kwamba kafukuzwa kazi. So nikaona na mimi anyway ngoja na mimi nilete kisa cha kwangu kwako ili uone mambo yalivyo kwenye ndoa. Kuna wakati watu tunadanganyana kitu cha muhimu sana ambacho kinakuwa ni kama hasara kwa mtu mwingine. Kwa hiyo huenda hata nawe kwenye mahusiano yako kuna kitu umefichwa mpaka hivi sasa ujui. Unachojua sivyo ilivyo. Kwa hiyo karibu sana msikilizaji, tuweze kwenda wote kwenye hiki kisa changu. Mimi bwana nina mume na watoto wangu wawili. Na tuliishi kwenye nyumba ya kupanga mimi na mume wangu. Maisha yalikuwa ni magumu kiasi fulani kwani mimi nilikuwa na kigenge kidogo tu, nilikuwa nauza samaki pamoja na mihogo ya kukaanga. Nilikuwa na rafiki yangu anaitwa Mama Suzi. Yeye alikuwa na biashara yake ya kuuza nguo na anashona pia. Yeye alikuwa anachukua mikopo kwa watu wanaokopesha nini. Mwanzo alikuwa ananishawishi tukakope ili niendeleze biashara yangu, lakini niliogopa mikopo hiyo nikijua sitaweza kulipa. Alinishawishi sana, nikaamua nikope tu shilingi 50,000 na nikanunua bidhaa za gengeni kwangu pale, yani nikaongeza vitu kama nyanya, vitunguu, nazi. Kwa hiyo genge likawa ni kubwa kiasi. Niliendelea kuuza huku sasa napeleka marejesho. Mume wangu yeye aliendelea na kazi zake za ujenzi huku maisha yakienda. Japo mume wangu alikuwa ni mnywaji wa pombe lakini sio mlevi kivile. Na alikuwa anatoa pesa za matumizi japo hazitoshi, lakini na mimi nilikuwa najazia kidogo. Kwa hiyo maisha kanasogea. Bwana nikanogewa na mikopo. Mwanzo nilikuwa naogopa sana kukopa, lakini sasa nilikuwa nakopa mpaka 500,000. Maisha kidogo yakawa mepesi. Sasa kwa hali hiyo mume wangu yeye alianza ile hali ya uvivu yani. Unajua mume wangu hajaajiliwa, kwa hiyo mpaka apate kazi ya ujenzi ndo anaenda kujenga. Sasa alivyoona genge limekuwa kubwa na biashara inaenda, akawa hata tafuti kazi kama zamani. Yani akipata sawa, akikosa sawa, hangaiki nini sasa? Wakati huko anajua kabisa panalipa. Najua kuna baadhi ya wanawake wenzangu wanaume wa namna hii, yani ikifika mwisho wa mwezi ndo anaanza kutafuta kazi sana kwa sababu kodi ya nyumba ndo analipa. Mimi nilianza kujinyima na nikapunguza matumizi huku sasa nikijituma kwenye mikopo. Nikanunua kiwanja bila mume wangu kujua. Nikajenga nyumba ya vyumba viwili na choo, ila sikuweka umeme. Pesa hiyo ya ujenzi nilikopa kwenye mikopo. Na nikaongeza akiba niliyokuwa nayo nikijua kuwa biashara itasaidia kurudisha marejesho pamoja. Yani nikichangana pesa ya kula atakaoniachia mume wangu nini kila siku. Lakini mambo yaligeuka. Biashara ikawa ngumu. Alafu sasa mume wangu akakosa kazi kabisa. Na vile ni mvivu sasa wa kutafuta kazi, basi ikawa ni balaa. Sikupeleka marejesho karibu miezi 3. Na kila nikijaribu mipango yangu inafeli. Watu wa mikopo wakaja na kukusanya vitu vyangu vya ndani pamoja na TV, makochi, kitanda. Ilikuwa naibu sana pale mtaani sana. Kuna majirani walitucheka huku wengine wakidai eti nilikuwa nalenga na genge langu, kumbe pesa ni za mkopo. Mume wangu naye alikasirika sana na kuniambia hizo pesa ulizokopa ulizipeleka wapi? Nikamwambia kwa ni biashara tu imenipa hasara. Mume wangu alichukia sana. Akawa ni mtu wa mawazo huku sasa akinilaumu kila siku. Basi alichukia sana na tukaanza moja maisha. Mimi sikumwambia kwa nimejenga. Basi bwana. Wiki moja baada ya tukio lile, huku sasa tukilala chini na mume wangu pamoja na watoto. Nikamwambia mume wangu atafute pesa ya kodi tuhame pale mtaani, maana ni aibu kila mtu anatusema tu sisi. Mume wangu alikubali. Akapata kazi ya ujenzi wa nyumba moja vijirani yetu tu. Nikamwambia lakini tuhamie nyumba isiyo na umeme kwani kodi yake iko chini. Na tunaweza kujipanga kwa vile mambo yetu hayajakaa sawa.
Tunajua tena wakati wa matatizo kuna wakati mume anasikiliza sana ushauri wa mke. Hasa mke anapokuwa anatoa ushauri ambao ni favor kwa mwanaume. Kwa hiyo mume wangu akakubali. Basi akaniambia nitafute hicho chumba. Nikamwambia tayari nimepata, tena ni nyumba tu mpya ya vyumba viwili na nahisi mwenyewe bado anaendelea kuijenga. Basi tukaenda kuiona na akafurahi kupaona bila kujua hiyo ni nyumba yangu. Alifurahi kwa kuwa hakuna wapangaji, yani ni sisi tu, na pia kuna sehemu ya kuweka genge langu na kuuza vitu. Akaniuliza mwenye nyumba yuko wapi? Nikamwambia ameniambia nikiwa tayari nimwambie. Mungu akaniambia basi mwambie tuko tayari. Basi bwana, tukarudi nyumbani na nilipokuwa peke yangu nikampanga mama Suzi. Nikamwambia ajifanye yeye ndio mwenye nyumba. Akaniambia kwa nini nisimwambie ukweli mume wangu kuwa kwamba ile nyumba ni ya kwangu? Nikamjibu kuwa hapana. Mimi namjua mume wangu, yani akijua tu kuwa ile nyumba ni ya kwangu na halipi kodi hawezi kutafuta kazi. Basi tukawa tumekubaliana hivyo. Sasa siku inayofuata tukaenda kule kwenye ile nyumba nikiwa na mume wangu na tukalipa kodi kwa mama Suzi. Huku mama Suzi akisema kwa vile nyumba yake ni mpya, majukumu yote ataniachia mimi, hata kama ataendelea kujenga basi hata pesa za mafundi atanitumia mimi. Mimi nikajifanya namshukuru, nikajifanya pia nashukuru na mume wangu pale akafurahi sana. Tukahamia kwenye nyumba yetu bwana. Mimi na mume wangu bila kujua ya kwamba ile ni nyumba yetu. Nikamwambia mume wangu ajitahidi kufanya kazi na mimi nitajitahidi kuuza genge ili mambo yetu yanyoke. Akakubali, ila akanionya niachane na mambo ya mikopo. Sasa pamoja na kukatazwa na mume wangu mambo ya mikopo, mimi sikusikia. Nikaenda kukopa milioni 1 huku dhamana ikiwa ni ile nyumba. Nikamwambia mume wangu ya kwamba Masuzi amesema mtafutie watu wa ujenzi maana anataka kupandisha vyumba viwili. Mume wangu akakubali na akasema atafanya hiyo kazi. Nikamwambia kwamba Masuzi amenitumia 500,000 vifaa, yani tofali pamoja na simenti. Mume wangu akaniambia nimpe, nikampa. Sasa kama unavyoelewa mafundi, ile pesa mume wangu akanunua mifuko 2 ya simenti na matofali 100 tu. Nyingine akaenda kunywa pombe. Aisee, nilichukia sana. Afu kizingatia ile pesa nilikopa. Nikamwambia mwenye nyumba akija tutafukuzwa. Akaniambia usijali, mimi nitajua tu jinsi ya kufanya. Aisee, alinikera sana. Yaani msikilizaji huwezi amini, nilimwangalia mume wangu jinsi alivolewa na zile pesa nilizompa nini. Nahangaika na mikopo, nahangaika na marejesho ili maisha yetu yawe nafuu, lakini ndio kwanza mtu anakunywa pombe. Yaani mwangalia nikatamani kulia. Nikamwacha hapo chini, mimi nikaenda zangu kulala. Hailala hapo chini huku anakoroma. Niliwaza nikagundua kweli hamwezi kufanana wote. Maana kama wewe umetulia utampata ambaye hajatulia. Basi nilala na nilipoamka asubuhi kamkuta mume wangu amelala kitandani, tena amelala na viatu akiwa vile vile mchafu, yani hata kuoga hajaoga. Nikamwangalia tu nikaendelea na mambo yangu. Niliamka zangu nikajiandaa, nikaenda zangu sokoni, nikanunua mahitaji ya gengeni kwangu pale. Nirudi nikamkuta bado kalala na ilikuwa ni mida ya 2:00. Nikamwamsha na kumwambia hebu mume wangu angalia, sasa hivi ni 2:00 na kwenda 3:00 hujaamka na jana tu umepewa kazi ya watu na pesa umechukua. Maisha gani haya jamani? Mume wangu akaamka kiunyonge tu na kuvua viatu. Kumbuka hapo jana alilala na viatu, ndio anakumbuka leo kuvua. Basi mimi nikamwacha nikaenda zangu kule kibandani kwangu ambako huwa nakaangiaga miogo na viazi. Niliendelea na shughuli zangu huku sasa nikiwa na wazo kama mume wangu atazingua basi nimtafute fundi mwingine. Ilifika mida ya 4:00 hivi, mume wangu akaja pale kibandani. Akaniambia anataka aende kule site ili akatafute watu wa kuchimba msingi na atoe oda ya kokoto pamoja na mawe. Nikamwambia afadhali mume wangu, maana ule mama Suzi amekuamini wewe kutokana na mimi jinsi tunavyoshirikiana. Sasa tusije tukavunja mahusiano kwa kitu kidogo namna hiyo mume wangu.
Basi baada ya kumwambia hivyo nikampatia chai na miogo akanywa na akaenda kazini. Msikilizaji, kweli nampenda mume wangu sana. Tusema ndio hivyo, ni Mungu akikupa ni huna chaguo. Kweli mume wangu alienda mpaka kule site kwenye kile kiwanja. Alikusanya vijana wakaanza kufyeka majani kisha wakapiga msingi. Hairudi jioni akaniambia kwamba kule tayari wameshachimba msingi. Nikasema afadhali. Basi nikampa moyo nikamwambia kuwa hivyo ndivyo inavyotakiwa, ukipata kazi ifanye kwa bidii. Zilipita kama siku 3 sijaenda kule kwenye kiwanja changu, huku nikiwa na imani kuwa mume wangu anafanya kazi. Na kweli niliamini anafanya kazi kwa sababu alikuwa anarudi usiku muda kama saa 3 hivi au 4 usiku hivi. Zilipita kama siku 5 hivi. Sasa siku hiyo ya 5 ilikuwa ni mida kama ya asubuhi hivi. Wakaja watu kama 6 wakiwa na polisi wanamtaka mume wangu. Nilistuka nikauliza kuna nini? Wakaniambia mume wangu alichukua mchanga na kokoto lori moja na hakulipa pesa, na zaidi ya hapo amewachimbisha watu msingi na hajawalipa mpaka sasa. Kila siku tu anapiga danadana. Nilisikitika sana. Nikabisa niwaambie tu yupo ndani, maana ile tabia kikweli mimi shanchosha. Wale polisi waliingia na kumtoa na kumpeleka kituoni. Kabidi nimpigie Masuzi nimwambie kilichojili, maana sielewi mume wangu zile pesa amezipeleka wapi. Na tunipatia milioni 1.5 hivi ili aanze ujenzi, yani achimbe msingi na kununua kokoto pamoja na simenti. Sasa mama Suzi akaniambia tukutane kwenye kiwanja changu ili tuangalie alichokifanya. Kweli bwana. Nikatoka na kwenda kwenye kile kiwanja nikakutana na mama Suzi. Tuliangalia kazi aliyofanya. Kwa kweli mume wangu ni tapeli, yani sijui ni tapeli au sijui ni mwiteje. Yani alikuwa amefyeka na kuchimba msingi wa ramani tu na kununua lori moja tu la mchanga na kokoto ambazo zote bado anadaiwa. Licha hivyo hata wachimba msingi nao wanadai. Mama Suzi aliniangalia kwa huruma kisha akaniambia yani huyu mwanaume angejua ni wewe ndio unajenga hata mchanga yani usinge ukuta. Angekuwa amekula pesa zote na usingemfanya kitu. Basi nikamuuliza sasa tunafanyaje Masuzi? Tukamtoe au tubadilishe fundi? Masuzi akaniambia tukibadilisha fundi atataka pesa nyingi zaidi. Na tutakuwa tumepoteza pesa zile ambazo tulizompatia mume wako. Sasa Masuzi aliniambia hivyo, nilitulia kidogo. Masuzi akaniambia kwamba mimi ngoje tu nikushauri. Wewe mimi nadhani tukamtoe tu. Na alafu mimi mwenyewe nitasimamia mpaka ajenge, mpaka pale tulipomwambia. Nikamwambia Masuzi sawa. Maana tulimpatia mume wangu milioni 1 na ile achimbe msingi na mwage zege chini kwa ajili ya kwanza tofali, sasa amechimba msingi tu. Basi tulikubaliana na tukaenda mpaka kituoni kule ambako alikuwa amepelekwa mume wangu, tukamkuta yupo mahabusu kwa kesi ya madai. Hivyo alianza kumuomba msamaha mama Suzi, eti anaomba msamaha kwa zile pesa alizompatia ameibiwa kule alikokuwa anakunywa pombe. Kwa hiyo anaomba amtoe pale polisi alafu akienda kufanya kazi amlipe taratibu. Basi tulimtoa mume wangu polisi na aliandikisha pale kuwa atawapeleka, yani atawapatia pesa zao wale jamaa ambao walikuwa wanachimba msingi pamoja na wale jamaa wa lori la kokoto pamoja na mchanga. Basi tulitoka pale kituoni na tukaenda mpaka kule site kwenye kile kiwanja. Mama Suzi akamwambia mume wangu kuwa nakupa 300,000 kwa kuwa wewe ni mume wa shoga yangu. Lakini vinginevyo nisingekupa na wala nisingekutoa kule polisi. Sasa hizi 300,000 nakupa mbele ya mkeo. Na kuomba usimamishe msingi. Utajua mwenyewe umefanyaje ili wapate mafundi na utabana vipi pesa ununue cement. Nilimwona mume wangu akimshukuru Masuzi na kumaidi kuwa atafanya kazi. Basi mimi na Masuzi tulirudi kule site. Turudi mpaka nyumbani huku sasa tukimwacha mume wangu kule site. Sasa Masuzi akaniambia, kwa hiyo mmeo yani anajenga nyumba bila yeye kujua. Aisee na akili. Masuzi ananiambia huko anacheka, tukacheka wote. Siku sasa mume wangu alipiga kazi kwani hakuita mafundi, aliita vibarua tu, walikuwa ni 3 ni akawa ndio fundi. Akahakikisha msingi unasimama. Na siku ya 3 tulienda kule na Masuzi tukakuta kweli msingi umesimama. Pamoja na kuwa alikuwa atoi pesa matumizi nyumbani ila nishukuru tu. Masuzi akamwambia akae kama wiki ili ule msingi ukomae na waumwagilie maji kisha atampa pesa ndio na kupandisha tofali. Basi tulikubaliana hivyo.
huku mume wangu akiamini ile nyumba anayojenga ni ya Masuzi. Tulikaa wiki na siku 4 hivi. Maana nilikuwa najivutavuta tu ili nikusanye vijisenti vya kuendeleza ile nyumba. Wakati mume wangu hata hajatafuta hata kazi ya kujiendeleza, yeye alikaa nyumbani tu. Na kila siku tulikuwa tunagombana, kwani mimi nilikuwa naamka saa 11 naenda mpaka sokoni nanunua vitu vya gengeni, narudi namkuta bado amelala. Kikweli nilikuwa nachukia sana tu, na nilikuwa nikimwambia akatafute kazi, anasema eti anamsubiria mama Suzi. Amesema atamshtua. Ilipita wiki 2 nikapata kama 500 hivi. Nikampigia Masuzi na kumwambia sasa tunafanyaje ili tuendelee na ujenzi. Masuzi akaniambia tukutane ili tupige mahesabu kama itatosha. Kweli tulikutana na Masuzi pale na tukapiga mahesabu, tukagundua ile 500 inatosha mpaka kozi 6 tu. Hapo kwenye kozi 6 tutatoa madirisha, alafu tuache tena mpaka wiki 3 au mwezi hivi ili tufunge lenta ya madirisha. Masuzi akampigia mume wangu na kumwambia jiandae kesho aende kule site. Mume wangu alifurahi sana na kuniambia kuwa Masuzi amemwambia kesho aende site bila kujua kuwa tulikuwa naye na mimi ndio mwenye nyumba hiyo. Sasa kesho yake asubuhi mume wangu alienda kule site na Masuzi aliondoka naye. Akampa ile Masuzi alinipatia 500, lakini siku hiyo mume wangu hakurudi kabisa nyumbani. Usiku saa 5 niliamua nimpigie Masuzi na kumwambia kuwa mume wangu hajarudi kabisa nyumbani. Alisikitika sana. Akaniambia kwa zile 500 nilizompatia ili ampe mume wangu, yeye alimpa 300 kwanza. Alimwambia 200 atampa kesho yake. Nishukuru sana. Kumbe akutoa 500 alitoa 3 afu 2 ndio alikaitunza. Sasa niliwaza sana usiku ule, maana mume wangu ni kama sasa ananitia hasara na nairudisha nyuma. Bwana alikuja saa 4 asubuhi tena akiwa bado ana lile wenge la pombe. Nikamwambia mume wangu, hivi mbona unakuwa hivi? Yaani jana umepewa pesa za watu ili ukajenge nyumba ya watu. Wewe umeenda kunywa pombe. Kwa nini lakini? Nijikuta naongea kwa uchungu, maana niliona mume wangu hana uelekeo kabisa. Nilipomwambia hivyo, mume wangu alikasirika na kuniambia eti yale ndio maisha yake, tusifuatiliane. Nilikaa kitandani nikaanza kumlilia Mungu tu nikimwambia kama kuna uwezekano basi anibadilishie mwanaume ese. Sasa mama Suzi alipiga simu na kuniuliza kama mume wangu yupo, nikamwambia yupo. Akaniambia basi mpe simu niongee naye, nikampa simu. Akaongea sasa akimdanganya Masuzi kuwa alikuwa anaumwa sana. Sasa anafanya mpango aende kule site akaendelea na ujenzi. Alipomaliza kumdanganya Masuzi, akijua kuwa anamdanganya mwenye nyumba, kumbe mwenye nyumba niko naye pale. Akaanza kunifoketi, kwa nini nimwambia kuwa sijini nipo pale? Kwa nini sijini singemwambia sipo? Nilimwambia mimi siwezi kumdanganya mtu tena kwa mambo ya kipuzi kama hayo. Basi akafoka hapo na kuamka kuondoka zake. Siku hiyo hakwenda kule site. Na sijui alishinda wapi. Lakini ilipofika usiku wa saa 5 alirudi akiwa kalewa na kuanza kunitukana. Eti ananiambia mimi ni mbaya, amenioa basi tu. Mimi sikutaka kumjibu, nijifunika shuka langu tu na ukaa kimya. Akanambia eti nadharau sana, kwa nini simjibu? Watu bwana, ukijibu dharau, ukikaa kimya dharau. Nikamwambia sasa mimi nikujibu nini? Hapo sasa kapandisha hasira na kunipiga kibao akiniambia eti kwa nini namjibu ujinga. Asa hicho kitu kiliniuma, nikajikuta sana mrudishia na mimi kofi lake bwana. Akapanda na hasira, tukaanza kushikana na kupigana huko ndani. Tuliangusha vitu na kupasua vingine vya udongo, huku mume wangu akitukana matusi makubwa tu. Majirani wakaja bwana, wakatuamua pale, lakini mume wangu hakukubali. Akaniambia eti ataniua. Mume wangu aliondoka usiku huo. Huko majirani sasa wakinionea huruma, maana nilikuwa najitahidi sana kujituma, lakini mume wangu ndio hivyo haeleweki. Nilia sana siku hiyo. Nijiuliza hivi, kwa nini nisiachane huyu mwanaume kwanza? Kwa sababu naona kabisa hainisaidii chochote, zaidi tu mimi ndo nahangaika. Najenga nyumba yetu japo yeye hajui, lakini bado nimempa tenda yeye ajenge. Na bado pesa ya chakula hatoi. Licha chakula, kujihudumia pia hata pesa ya kodi hatoi, maana ameniona mimi nipo kibandani na kibanda kimejaa, huduma yoyote hatoi, achana na huduma zote basi, hata huduma zangu hatoi. Niweza nikajisemea anyway yatakuisha tu. Asubuhi niliendelea na mambo yangu, sasa mume wangu akiwa bado hajarudi mpaka muda wa asubuhi. Sasa muda ilikuwa ni kama kwenye saa 4 hivi. Masuzi alinipigia
na kuniambia eti mume wangu alimpigia na kumwambia kwa eti ampe ile 200,000 iliyobakia ili aendelee na kazi, maana eti ameshaagiza tofali. Nikamwambia Masuzi kuwa amwambie mume wangu kuwa ameshabadilisha fundi na hiyo pesa amempatia fundi mwingine, maana ameona atasumbana sana. Kweli Masuzi akamwambia mume wangu hivyo. Sasa kumbe mume wangu alikasirika na akajua kuwa mimi ndo nimefanyaje, nimwambia Masuzi asimpe tenda ya ujenzi na ampe mtu mwingine. Nilikazangu mpaka usiku, sikumuona mume wangu. Nikasema afadhali, maana nahitaji kupumzika na maudhi. Asubuhi niliamka nikampigia Masuzi, nikamwambia tunafanyaje sasa kuhusu ujenzi. Akaniambia kuwa amenisaidia kumpata fundi mwingine na amesema tumpe 600,000 ili afikishe nyumba hiyo kwenye lenta, maana hakuna tofali. Basi nikakubali, maana nilipiga mahesabu ya tofali pamoja na simenti ikana kuja kama 4,500 hivi. Nikajua yule fundi anataka ufundi wake, yani anataka pesa yake yani 1,500,000 tu. Nikaona sio mbaya. Nikampa Masuzi ile pesa na ujenzi ukawa unasonga mbele. Sasa wakati wanaendelea, mume wangu akakaa siku 3 bila kurudi nyumbani. Na siku ya 4 alirudi usiku na kuniambia eti mimi nilimwambia Masuzi asinipe kazi, kwa hiyo anaondoka na sitokaa nimuone tena. Tena alikuwa amelewa chakale. Mimi nishukuru Mungu, nikasema afadhali Mungu ameniepusha na majanga. Mungu aliondoka na mimi sikujua hata anaelekea wapi, ila nishukuru tu ameondoka. Nianza kupiga kazi huku nikikopa mikopo mikubwa, na sasa nilikuwa na uwezo wa kukopa mikopo mikubwa, yani nilikuwa na uwezo wa kukopa mpaka 2,000,000 na nikarudisha bila wasiwasi. Unajua hii mikopo nilikuja kugundua kitu kimoja. Ukikopa inatakiwa uwe na biashara inayokuingizia pesa kila siku. Yani kama mimi nilikuwa na genge langu, nilikuwa nauza mboga za majani, samaki, miogo, kaanga, ndizi, nyanya na vitu vingi tu vya gengeni. Kama makabichi, siji na nini na kadhalika. Kwa hiyo nilichokuwa na yani ambacho kwa kinaniingizia pesa zaidi ni hivi vitafunio vya asubuhi. I say vina hela. Yani ndizi za ukaanga, miogo, siji nini, samaki. Kwa hiyo nilikuwa napiga kazi mpaka nachoka mwenyewe, maana wateja walikuwa wanakuja mpaka wengine wanasubiri. Tena pamoja na hizo samaki za kukaanga, siji dagaa za kukaanga hizi. Basi nyumba yangu ilikuwa inaendelea vizuri tu. Na nilifika hatua ya kufunga lenta. Nilikaa kama mwezi mmoja hivi bila kumuona mume wangu. Nikajua shida imeniondokea. Lakini siku hiyo nikashangaa amekuja na hakusema kitu, akaingia tu na kwa kitandani. Nikamuuliza, wewe ulisema unaondoka, imekwaje ukarudi? Akanambia hapa si ni kwangu. Au kuna mtu anaondoka kwake? Nikamwambia kama umekuja basi jitahidi usinywe pombe na utafute kazi, ulipie kodi ya nyumba, maana mimi peke yangu siwezi. Akasema analijua hilo na atazingatia. Mimi sikuwa na hiana, kwani nilijua huko alikoenda dunia imemfundisha. Nilikaa naye siku 2 tu. Siku ya 3 mida kama ya saa 3 usiku akaja mwanamke mmoja akasema anamtaka mume wangu. Nikamuuliza na shida gani? Yani ana shida gani naye? Akanambia yanihusu. Basi nikamuita mume wangu, maana yeye alikuwa ndani. Alipotoka tu yule mwanamke akamvaa na kumkunja shati huku akisema mpe pesa zake alizochukua chini ya godoro. Mume wangu akasema hajachukua pesa yote. Yule dada akaanza kumsukuma mume wangu huku sasa akitoa matusi makali na sauti yake ikawa juu. Bwana, watu sio akaanza kujaa huku wengine wakipiga picha. Nilichukia sana kwani mume wangu alikuwa anatia aibu. Yule dada alidai eti alikuwa anakaa na mume wangu na mume wangu alikuwa afanye kazi, yeye ndo alikuwa anamlisha tu, lakini mwisho wa siku alimuibia pesa zake na kuondoka. Yule mwanamke alikuwa na nguvu sana kwani mume wangu hakufurukuta kabisa na alikuwa anajitetea tu kuwa hajachukua pesa. Mimi nilisikitika sana kuona mume wangu anadhalilika. Na kama unavyojua sisi wanawake yani tuna moyo mdogo. Nikamuuliza kwani alichukua shilingi ngapi? Maana niliona sasa watu wanazidi kujaa na wengine ni wateja wangu. Yule mwanamke akasema alichukua 50,000. Basi nikaingia ndani nikatoa 50,000 na kumpatia yule mwanamke. Akamwachia mume wangu huku sasa anasema wachezee hao lakini sio mimi. Mume wangu akaingia ndani sasa na ina machini. Watu kunje sawa walikuwa wanamcheka tu na wengine wakihadisiana jinsi mume wangu alivyokunjwa. Niliingia ndani nikamuuliza mume wangu, "Kwa nini unanitia aibu kiasi hiki? Hii ni kitu gani unachokosa hapa nyumbani? Haulipi hata pesa chakula huko ndani. Kazi utaki kufanya. Kwa nini lakini unakuwa hivi?" Mume wangu akunijibu. Yeye alichofanya ni kujifunika tu shuka na kulala. Nilikuwa na mawazo sana siku hiyo kwani kwa sisi wanawake unajua kumwacha mwanaume ni ngumu sana, japo kila kitu nafanya mimi.
Siku hiyo nilala na sikuwa na amani kabisa, maana sijui hata mume wangu ameingiwa na nini. Asubuhi niliamka na kuendelea na shughuli zangu, lakini niliona watu kama wananiangalia kwa jicho la kunishangaa. Nikajua ni kwa vile jana kulitokea ugomvi. Nivumilia mengi jamani, acheni tu. Wateja walikuwa wananunua japo wengine ni kama sasa wananunua huruma. Niliweza kuuza kiroho ngumu tu, sasa nikijifanya hakuna kilichotokea. Mume wangu yeye alilala mpaka saa 4 na aliondoka na hakuja kule kibandani. Nikaona afadhali nikauza zangu kwa amani. Sasa siku hiyo bwana nilijaribu kupiga simu kule tunakokopeshwa pesa. Nia yangu nikope kama 1,500,000 hivi ili niwezeke chumba kimoja kwanza na hela nyingine nijenge choo. Basi nikafanikiwa kupata mkopo siku ya 3 yake na nilimuita fundi wa kuwezeka pale, nikanunua mbao pamoja na bati na misumari, nikamlipa fundi pesa yake yote. Nikabakiza kama 300,000 hivi nikaificha chumbani ili nisaidie kwenye malipo ya marejesho, huku sasa nikiendelea kutafuta pesa nyingine za kujazia. Mume wangu yeye alikuwa hata ni kutafuta kazi hataki. Yaani kila ukimwambia anasema eti kazi ngumu. Nilikuwa namchukia sana. Sema nitawezaje sasa kumwambia tuachane na tuna watoto. Hapo ndio ilikuwa changamoto. Sasa siku ya marejesho ikafika, nikasema ngoja nichukue ile 300,000 nikapunguze rejesho. Huku sasa nikingoja mwezi mwingine. Nikashangaa ile pesa sioni. Natafuta nyumba nzima sijaona kitu. Nikajua mume wangu kanibia. Nilikaa kitandani kwanza kulia. Nilia sana siku ile, nilijinamia nikakumbuka maisha jinsi ninavyoyapeleka. Yaani ningekuwa na mume mwenye akili hakika kwambia nitungefika mbali sana. Lakini ndio hivyo, yaani kuna wakati unakutana na watu ambao yaani wewe unawaza kushota na unawaza kulia. Mume wangu alirudi usiku wa saa 4 huko akiwa kalewa. Nikamwambia mume wangu, hebu naomba basi unipatie pesa zangu. Mume wangu akanifokea sana. Akaniambia itajachukua pesa. Nikajaribu kumbana na kumwambia pesa nimekopa kwa watu wa mikopo natakiwa kuirudisha. Mume wangu hakunielewa kabisa. Sasa nilipomlazimisha alinipiga makofi. Huko akaniambia kama anataka kuondoka niondoke. Ni ataleta mwanamke mwingine hapo. Kwani wanawake wapo wengi sana duniani. Kwa hiyo hawezi kupoteza chochote kuondoka kwangu. Nilia sana huku nikiwaza ule mwezi nitaishi vipi, maana mimi nilikuwa nategemea ile 300,000 kwamba itanisaidia mwezi mzima, huku nikikusanya pesa nyingine ya mwezi mwingine kwa ajili ya rejesho. Nilia sana huku nikimlaumu Mungu. Kwa nini kanipa mume ambaye hajali kitu wala familia yake? Nilala huku na muomba Mungu anisaidie. Asubuhi nilienda kibandani kama kawaida, huku nikijaribu kujibana na nipate pesa rejesho. Nilifanikiwa kurejesha mwezi moja tu, genge langu likayumba. Sasa mama wa nyumba naye akawa anadai kodi yake, japo kule kwangu nilikuwa nishamaliza kuwezeka, lakini ilikuwa bado mlango pamoja na madirisha mawili. Genge langu likaanza kufifia, maana pesa marejesho nilikuwa natoa hapo. Na mume wangu asingenibele 300,000 basi nilikuwa na uwezo wa kumaliza rejesho, kwa sababu nilipanga ndani ya mwezi mmoja niwape 300,000 marejesho, alafu nikae miezi miwili ndio niwape tena 200,000, na nilikuwa naamini biashara itaenda vizuri. Kwa hiyo nilikwama kabisa. Na kule kwenye rejesho nikawa nadaiwa 800,000. Mume wangu hataki kazi kabisa, japo anaona genge langu limeisha vitu, na hata miogo yenyewe imeshanishinda kukaanga. Kampigia Masuza nikopeshe japo 300,000 ili niweze kujikwamua. Yeye akanipa 100,000 tu, akaniambia nijitahidi kuizungusha kwani hata mambo yamemkalia vibaya. Nijaribu kuizungusha lakini ikashindikana, bado umeshaka magumu. Nilikuwa sijapeleka marejesho miezi 4 sasa na bado hali yangu ilikuwa ni ngumu. Wale watu wa mikopo wakaja nyumbani bwana na makaratasi yao. Wakawa wanaandika vitu nilivyonavyo kwa ajili ya kuvipiga mnada. Watu wakaanza kuambizana kwa vitu vyangu vinauzwa, huku wengine wakisimama kando ya dirisha ili waone vizuri. Mume wangu hapa alikuwa yupo, ila mimi sijui nani alimpigia tu na kumwambia vitu vya ndani vinauzwa. Mume wangu alikuja mbio. Alipoingia ndani akaona wale watu wa mikopo.
Akaanza kunilaumu na kuniambia, umeona ujinga wako wa kukopa kopa, umeona ujinga wako. Unakopa tu pesa hata zinakwenda penye hata zijulikani matokeo yake vitu vinachukuliwa. Hivi mwanamke ukoje wewe? Wewe ni mjinga sana. Yaani wewe ni mpumbavu siyapata kuona nani. Mungu aliongea sana. Yaani aliongea hata bila kitu. Mimi nisikaibu sana maana unajua mpaka watoto na majirani walikuwepo. Sasa alizidi kunitukana huku wale watu wamekopa wakijaribu kumtuliza. Sasa akanasema niacheni. Naambia mwanamke ni mpumbavu sana. Yaani anakopa mikopo tu na pesa yenyewe ionekane. Usi ni mjinga kabisa huyo. Muulizeni pesa anazipeleka wapi huyo? Mimi nakwambia kama kuna kitu changu kitachukuliwa huko ndani, basi na yeye nisimuone kabisa huko ndani. Nakwambia mimi nitamnyonga hapa. Mungu akaongea kwa hasira sana, na utadhani yani sio yeye aliniibia zile pesa. Sasa wale watu wa mikopo wakaendelea kuandika vitu vilivyomo mle ndani na wakaniambia na kunionyesha vitu watakavyochukua kama sitarejesha mkopo wao ndani ya wiki moja. Waliniambia ni saini, nikasaini. Huku sana najiuliza ndani ya wiki moja ila 800,000 nitaitoa wapi? Walipoondoka nikawaza sana tu. Yaani asingekuwa mume wangu kuniibia zile pesa, basi mimi nisingedhalilishwa kiasi kile. Niliwasikia majirani wakiongea huko nje eti mikopo mibaya jamani, umeona sasa alivyokuwa anasainishwa pale ili vitu viuzwe. Aliongea jirani mmoja hivi na mwingine akadakia. Akasema mwenzangu hiyo 800,000 si hata tainyea wapi, na genge lenyewe limeshafirisika. Kweli mikopo mibaya shoga yangu. Basi kwa nabaki wanaongea tu hivyo, wananiteta, kucheka nini. Nilikaa nikawaza maana hata genge lenyewe lilikuwa na vitu vichache tu. Kama nazi, vitunguu, nyanya, mboga za majani tu. Sasa nikaamua tu niende nikafungue hivyo. Nikaenda, nikafungua. Biashara ilikuwa ni ngumu sana. Yaani hata wateja ni hawakuja, walinipita tu. Usiku mume wangu alikuja kusasa amelewa, akaanza kunitukana huko akinifukuza na kuniambia niondoke niende kwetu kwani amenichoka. Kila siku nakopa tu na pesa zionekani. Vyombo vyake vitakuja kuchukuliwa, kwa hiyo niondoke. Sasa alivyoniambia mimi nikajua ni mzaa. Lakini mimi nikajua ni pombe tu na sio anamaanisha. Lakini kumbe alikuwa yuko serious kabisa. Maana nilipogoma kutoka akaanza kunipiga. Nilianza kulia sasa nikiomba msaada kwa majirani, lakini sasa kila mtu alikaa kimya chumbani kwake. Yaani hakuna hata jirani aliyetoka kuja kunisaidia, japo hata kumtuliza mume wangu hakuna. Unajua kuna watu wengine wanaogopa sana kuamua ugomvi wa majirani. Wewe umesikia watu wanapigana unaenda, acha nini? Baadaye mpaka unakuja kumshauri mwenzi, achana naye atakuwa asubuhi na wakuta pamoja. Si ujinga huo? Kwa hiyo watu walikaa kimya kabisa. Nilijua ni sasa hapa nikiendelea kuzembea nitaumia. Hakuna hata ni sasa, kwa sababu watoto nao walianza kulia huko sasa wakita mama. Mume wangu akasema na nyie mfateni huko mamenu, sitaki lele huko ndani, pumbavu zenu nyie. Yaani mtu anakupa mikopo tu mpaka watu wanataka kuchukua vitu vyangu huko ndani. Alafu eti nimwangalie tu, ondoka. Nitakuvunja miguu, ondoka. Mungu alinifukuza nikiwa na watoto. Sasa nikana watoto wangu nje ile nyumba tuliopanga. Na nilikuwa na viakiba kidogo hapo kama 50,000 hivi. Nikasema hivi, kwa nini nisiende kukaa kule kwangu? Maana si nimeshaezeka chumba kimoja, bado mlango na madirisha. Nikasema nitaenda kukaa hivyo. Tenda kwa hivyo na wanangu na nitapambana na Mungu atanisaidia. Nichukua bodaboda na kupakia begi langu pamoja na watoto, tukaenda kuanza maisha kule na kujenga. Tulifika kule hata bodaboda alishangaa akaniuliza, "Ni hapa ndo unakuja au kuna sehemu nyingine?" Nikamwambia ndio hapa nimefika. Palikuwa na majani mengi eneo hilo, japo watu walikuwa wanajenga lakini wachache sana ndio ambao walikuwa wamehamia maeneo hayo. Yaani nyumba zilikuwa mbalimbali sana na kulikuwa kuna giza kwani umeme ulikuwa bado hujafika maeneo hayo. Basi niliingiza begi langu na watoto wangu ndio wakawa wameingia ndani, maana hapakuwa hata na mlango. Niliona watoto wakishangaa. Nikamwambia wanangu, bora tukae hapa na kesho nitasafisha na kulima kila sehemu na tutaweka mlango.
Basi usiku ule nilijikunyata na wanangu pembezoni mwa nyumba ile ya chumba kimoja. Huku sasa tukijifunika kitenge changu. Licha ya mimi kutokupata usingizi, hata watoto wangu hawajalala kabisa. Mungu akasaidia, ikafika asubuhi. Nikaambia wanangu, hapa ndio nyumbani kwetu. Yaani hata patokee nini, hata tukilala chini, hapa ndio kwetu. Nashukuru japo watoto ni wadogo lakini walinielewa. Nilienda nikaomba jembe kwa majirani pamoja na fagio na nikaanza usafi pale wa kulima majani yote ambako amezunguka eneo langu. Kwa hiyo pakawa pasafi. Kamuita fundi, akanirekebishia pale mlango wa bati tu na upande wa madirisha tukaziba na bati. Nikatengeneza jiko la kuni, nikaenda mjini nikanunua visufuria pale na sahani pamoja na bakuli chache tu, vikombe nini ili kuanzia maisha. Kwa hiyo nikaja nikapika na wanangu pale tukala. Kwa tukaanza maisha na watoto wangu rasmi. Nikampigia Masuzi, akaja na nikamueleza mkasa mzima. Akaniambia hongera sana kwa kuwa mvumilivu. Hakika wewe ni mwanamke wa shoka. Akaniambia atanipatia kagodoro kake kadogo ambako walikuwa nalalia watoto wake, alafu niende kule kwenye mikopo nikakopa hata milioni 2 dhamani ya nyumba, alafu nije nifungue genge la, yani nije nifungue genge pale nyumbani, maana ule mtaa hakuna hata genge wala duka. Maana watu wa mtaa ule wengi ni wageni, yani watu waliohamia juzi tu. Hivyo nikifungua genge nitauza. Niliwaza, nikaona wazo lake la msingi sana. Nikamwambia sasa mimi nadaiwa kule. Akaniambia kwenye milioni 2 wape 800 yao, alafu utabakiwa na milioni 1.2, njoo uanzishe biashara hapa. Basi siku ya pili yake nikaenda kule kwenye mikopo tukiongozana na Masuzi. Tulifika kule na Masuzi akanitetea sana, maana hawakutaka kunipa tena mkopo. Masuzi akamwambia dhamana ni nyumba. Yule afisa mikopo akashangaa akasema, yani kumbe ulijenga nyumba? Nikamwambia ndio. Basi akaniambia mimi nakupa na wala sihitaji dhamana. Kwa hiyo yani sihitaji dhamana iwe nyumba, ila uaminifu wako tu. Nikashukuru sana. Na wala hata hawakunizungusha, walinipatia siku ile na nikawapa pesa zao zile 800 walizokuwa wananidai. Na nikabakiwa na milioni 1.2. Nilimshukuru sana Masuzi na tukafika kwake akanipa godoro. Japo nilikuwa nimesha, yani godoro lilikuwa limeshatumika sana, lakini niliona linanifaa. Nilirudi nyumbani kwangu nikiwa na furaha tele. Nikakuta watoto wangu wako salama kabisa. Nilianza kutengeneza genge la mbao pale na miti nini, likasimama. Kesho yake sasa niliamkia sokoni nikanunua mahitaji yote ya gengeni. Nikarudi nyumbani nikapanga vitu vyangu. Kwa hiyo biashara ilianza taratibu sana, lakini siku zinavyozidi kwenda ndivyo watu walizoea. Afikizingatia pale sasa hakuna hata mtu mwenye genge wala duka, ni mimi tu. Basi bwana, watu wakawa wananiambia niweke na vitu vya dukani kama sabuni za unga, sabuni za vipande, stili waya nini, vitu vidogo tu. Kwani mtaa ule watu wengi walikuwa wananunua vitu kama unga, mchele, mafuta ya kula, walikuwa wananunua kwa wingi na kuviweka ndani kwa sababu mtaa ule hakuna duka. Kwa hiyo nikaanza kuchanganya vitu vya dukani na gengeni. Kwa hiyo mambo yakakwenda vizuri kabisa. Nikaa sina shida ya chakula wala kodi, kwani nilikuwa nakaa kwangu. Nakaa kwangu. Basi bwana. Sasa marejesho nilikuwa napeleka kama kawaida. Sasa mimi nikapata taarifa kuwa mume wangu alikuwa ananitafuta sana, kwani kule tulikokuwa tumepangisha amefukuzwa na alikuwa anauza vitu vya ndani ili aweze kula pamoja na kulipa kodi, maana kazi hataki kutafuta. Sasa vitu vikaisha na kodi anadaiwa. Akafukuzwa na alikuwa ananitafuta ili aniombe msamaha. Sasa alinitafuta na akapata taarifa kuwa nimehamia huku ambako nilikokuwa najenga. Kaambia amehamia kule nilikokuwa najenga. Maana yeye alikuwa anajua ile nyumba si ni ya Masuzi, kumbe ni ya kwangu. Akaja mpaka kule akakuta kweli nipo na maisha yanaendelea kama kawaida. Mungu alinipigia magoti na kuniomba msamaha. Tena mbele za wateja ambao waliokuwa pale pamoja na watoto. Akasema, mke wangu naomba nisamehe sana, kwani nimekosea pakubwa mno. Umenipa fundisho kubwa sana. Kwa sasa nimeacha pombe, nahitaji tule watoto wetu. Nilimwangalia kwa jicho la chuki huku sasa nikikumbuka mambo alionifanyia. Alinifukuza usiku na watoto na sijui hata nitaenda wapi. Yaani nitaondoka na watoto kuelekea wapi? Nijikuta nalia sana, nikamwambia ondoke mbele yangu, sitaki hata kumuona. Mungu akaniambia mimi sina pa kwenda.
Ya unavyoniona hivi yani sijala tokea jana na kutafuta wewe. Basi mimi sikujali, niliendelea na shughuli zangu za kuhudumia wateja. Nikamwona haondoki na anacheza na watoto tu. Na kama unavyojua, unajua watoto ni wepesi sana kusahau Wakawa wanamfurahia baba yao tu. Nikampigia Masuzi ili anipe ushauri, akaniambia kuwa huyo hawezi kuondoka, wewe cha kufanya, mwache acheze na watoto wake wewe, alafu usiku funga mlango alale nje. Ataondoka tu mwenyewe. Kweli bwana. Mimi nikaendelea shughuli zangu mpaka usiku pale. Nikapika chakula changu na wanangu. Huku na yeye sasa akisogea eti anataka kula. Nikamwambia kabisa sijisumbue, chakula nipika kidogo. Mimi na wanangu tu. Nilimwona mume wangu akinyongonyea, afu mimi hata sikujali. Tulipomaliza kula, nikafunga genge langu na kuingiza vitu ndani. Nikaingiza wanangu, nikafunga mlango. Mume wangu alitaka kuingia, nikamfungia nje. Akabaki nje akiomba msamaha. Mimi hata sikujali, niliwatandikia watoto wangu pale, tukalala. Mume wangu aligonga sana mlango na akazunguka dirishani, lakini mimi wala sikujali na wala sikumwitikia. Nikikumbuka maudhi yake pata hasira sana. Alikaa nje mpaka asubuhi na ile baridi sasa, na afu kwa bahati mbaya sasa mimi sijui ni bahati mbaya sijui ni bahati nzuri, mvua ilinyesha Tena ilinyesha mvua kubwa sana. Nikachungulia mlangoni nikamwona amejibana kwenye kile kibanda changu, lakini amejikunyata maana baridi ilikuwa imempiga kisawa sawa. Nimonea huruma. Nikatamani mwambie aingie ndani, lakini sasa mimi sikuweza kabisa. Nikikumbuka siku ile aliponibia pesa zangu za marejesho, halafu akanifukuza. Nirudi kulala. Asubuhi saa 11 niliamka kwa ajili ya kwenda sokoni. Nikamwona amelala pale kwenye kile kibanda. Sasa mimi sikujali, nikaenda zangu sokoni. Nirudi kwenye mida ya saa 2 hivi. Nikashangaa amepanga vitu pale gengeni. Nikamfuata nikaambia sipendi mazoea na biashara yangu. Tena uondoke, sitaki hata kuona. Kwa sababu chochote tutakachofanya siwezi kukupenda tena. Basi mume wangu aliomba sana msamaha na kuniambia hawezi kurudia makosa. Sasa mimi sikujali. Nilipika zangu chai tukanya na wanangu. Huku mume wangu akituangalia tu. Salikaa hapo. Hata mchana pia tulipika ugali nikala na wanangu, huku yeye akiona tuangalia tu. Maana nilimkataza asisogee wakati wakati tunakula. Nilipiga kabisa marufuku asogee. Kafika usiku, mume wangu alikuwa na roho ngumu sana. Hakuondoka bwana. Alikuwa anaomba msamaha tu. Mimi sikujali, niliendelea na shughuli zangu. Usiku kama kawaida niliingia na wanangu ndani, nikafunga mlango wangu pale nikalala. Mume wangu alikuwa anapiga hodi huku sasa akigonga mlango. Na safari hii alikuwa akilia kabisa. Mimi sikujali, nikasema hata ulie na machozi ya damu mimi siwezi kukufungulia mlango. Msikilizaji, hapo kumbuka mume wangu ana siku ya pili hapo ajala na analala nje. Mimi asubuhi sikwenda kule sokoni. Niliamka na kuanza shughuli zangu za genge. Nikamwona amejikunyata kwenye kile chumba kingine ambacho hakijaisha. Nikajiambia, ubaya ubwela. Mume wangu alikuwa amejikunyata pale huku sasa anatetemeka. Mimi sikujali, nikapanga tu pale vitu vyangu gengeni kwangu pale nini. Kisha nikaosha vyombo vyangu, nikafanya usafi wangu pale. Watoto wakaamka. Sasa watoto walivyoamka ndio akamuona baba yao kajikunyata kule kwenye kile chumba. Wakaja wakaniambia, mama, baba anaumwa, anatetemeka sana. Nikamwambia tayari ameshapata dawa, atapona tu. Niwadanganya vile kwani watoto hawajui kinachoendelea. Na ni kweli nilikuwa namuonea huruma, lakini sasa nikikumbuka alichonifanyia nashikwa na hasira sana. Nilipika chai nikawapa watoto wangu na mimi mwenyewe nikaa sasa nakunywa. Nafsi ni kama inanisuta kwamba yule mtu hajala, ana siku ya pili. Yaani alipotoka huko, alipokuja hapa alisema hajala tokea jana yake. Na ile siku anakuja ilikuwa ni siku ya pili. Kwa hiyo akashinda siku ya 3 na leo ni siku ya 4. Hajala. Je, akifa? Akifa hapa itakuwaje? Basi wakati sasa nawaza, nikamuona anakuja pale gengeni huko anatetemeka. Alipokuja akaniambia, mke wangu, naomba nipatie japo hata chai ya rangi tu, kikombe kimoja tu. Yaani hata usinipe kitafunio, wewe nipatie tu chai tu. Na hisi nitakufa kwa njaa. Hasira iliniuma. Nikajikuta tu nimeamka pale nilipokuwa nimekaa, nikaingia chumbani kwangu nikaanza kulia.
Nilia sana. Sasa sijui ndio kupoza hasira au vipi. Nilipomaliza nikampigia Masuzi simu, nikamwambia huyu mtu hataki kuondoka na anaweza kunifia hapa. Masuzi akaniambia kuwa msamehe, kama bado unampenda msamehe, ila mwambie tu hapo unapokaa ni kwa Masuzi na wewe umepangisha, kama anataka kukaa basi akubali kulipa kodi. Tena kodi ya miezi 6 na nirushie kwenye simu. Nikamwambia sawa. Basi nikatoka zangu mle ndani, nikaenda pale kibandani. Nikaona ameshakunywa chai yote. Akaanza kuniomba samani eti alikuwa na njaa sana. Mimi nikaanza kumwambia kuwa hapa nipo kwa sababu ya Masuzi. Kumbuka hii nyumba ni ya Masuzi. Na siku ile umetufukuza Masuzi ndio aliyetuweka hapa. Na akatuambia tumpe kodi shilingi 20,000 kwa mwezi. Nikamwambia nitampa, ila mpaka leo sijampa hata 10. Sasa usione mimi niko hapa eti ukajua kwamba eti siji kwamba ni na raha. Hapana, mimi nadaiwa kodi. Tena 120,000. Na ili genge ndio linaendeshwa, yani ambalo linaendesha maisha yangu mimi na wanangu. Sasa kama unataka kukaa na mimi, ni lazima ulipie kodi ya nyumba na pesa ya chakula pia utoe. Kwani sasa hivi mimi siwezi kukaa na wewe tu nikakulisha. Maisha yangu bado magumu. Nilimwambia hivyo mume wangu. Naye akafurahi akasema atatimiza vyote hivyo kama baba, na atakisha maisha yanarudi kama zamani. Nikamkaribisha nyumbani na akanywa chai, na siku hiyo hiyo akatoka kwenda kutafuta vibarua. Ilipita kama wiki tu, mume wangu akapata kazi ya ujenzi, akalipia ile pesa ya kodi ya Masuzi. Masuzi akanipigia akaniambia mmeo katoa 120,000 ya kodi. Aisee, nilifurahi sana, nikaona sasa mume wangu kabadilika. Nikamwambia Masuzi achukue 50,000 alafu anitumie nyingine. Kwa maisha yakawa safi tu, kwani mume wangu alikuwa analeta pesa nyumbani na mimi nilimaliza rejesho mapema sana. Sikutaka nimwambie ukweli mume wangu, maana nilihofia anaweza kubadilika tena. Sasa kutokana na nilimaliza rejesho lote, nikaenda kukopa tena 3,000,000 na nikamwambia Masuzi aje tupange namna ya kujenga ile nyumba. Yaani tuendelezee ujenzi. Basi akaja akaniambia kama mmeo amebadilika, haina haja ya kumpa fundi mwingine, tumpe tu mmeo. Nikakubali. Sasa mume wangu aliporudi nikamwambia kwa Masuzi alikuja akaniambia kuwa anataka kujenga vyumba vingine 2 na akasema kama amebadilika basi akupatie tenda hiyo. Mume wangu akaniambia amebadilika sana, hata anajiona. Nikamwambia basi piga mahesabu ili tujue ni kiasi gani kinatakiwa. Akapiga pale akaniambia hebu mpigie Masuzi au ngoja nimpigie. Basi akampigia Masuzi na kumpatia mahesabu ya vyumba 2. Masuzi akampa hiyo pesa ambayo alikuwa anahitaji na ujenzi ukaanza. Kweli alijenga vile vyumba 2 na pesa nilikuwa naiona kabisa, vyumba vikaisha. Nikaweka pale na bati. Na ukumbuke mpaka hapo mume wangu hajui kama anajenga nyumba yangu. Na pesa nilizokuwa nampa alikuwa ananunua chakula na bado alikuwa analipa kodi. Sasa kutokana na mume wangu kuwa anafanya kazi, ilikuwa ni wepesi sana mimi kurejesha rejesho. Vile vyumba 2 nikaviweka, yani niliwekea mlango pamoja na madirisha. Na kwa bahati nzuri vikapata wapangaji. Mpangaji mmoja alikuwa ni msichana tu na wa pili alikuwa ni mtu na mkewe. Kwa hiyo nyumba ikachangamka. Na wapangaji wote walikuwa wanajua mwenye nyumba ni Masuzi, kwani ndio alikuwa anampa kodi na Masuzi alikuwa ananipatia mimi. Sasa yule mpangaji msichana alikuwa anadharau sana, yani kwani alikuwa kiamka anaondoka tu, hata kufagia uwanja afagii. Siku moja akamwambia mdogo wangu, samahani, mbona wewe ufagie uwanja na sisi wapangaji wenzako tunafagia? Nilipomwambia hivyo akanijibu ya kwamba hawezi kufagia uwanja, tukifagia sisi inatosha. Nikaona hii kali, yani mpangaji ananijibu hivi na hajui mimi ndo mwenye nyumba. Nikamwacha, nikajifanya kama nimepotezea. Sasa yule mpangaji mwingine akaanza kulalamika kuwa yeye anafagia mpaka chooni. Yaani usafi anafanya mpaka chooni huko na ana deki, lakini yule mpangaji mwingine, yule msichana hafagii wala deki choo. Mimi nikamwambia basi tutamwambia mwenye nyumba. Sasa yule msichana akasikia, akatoka kwa anatukana. Akasema mijito mingine mijinga sana. Eti imekaa kunisema sema tu, eti nisemee kwa mwenye nyumba. Kama mijinga vile, yaani unisemee mimi na kuambia utaondoka wewe na mimi utaniacha. Mimi hata sikutaka shari. Nikaenda zangu kibandani kunajiuliza, hivi unimfanyaje mpangaji huyu? Hivi anajua hapa wote sisi ni wapangaji Basi nikawaza jinsi mpangaji wa kike alivyokuwa anaonekana anajiamini sana. Na sikujua anajiamini kwa sababu gani. Sasa nikaachana naye na kuendelea shughuli zangu. Sasa kwenye ule mji umeme bwana ukafika.
Na kipindi hicho kuwekewa umeme ni 25,000 tu, ila unalipia nguzo na fundi wa kuja kuwekea mita. Pia uwe umefanya wiring ya vyumba vyote. Kwa nikampigia Masuzi pale, nikamwambia nataka niweke umeme. Akaniambia basi nitakuja tupange. Kweli siku hiyo akaja, tena akaja na fundi wa kuweka wiring pale kwenye nyumba yangu. Nimshukuru sana. Kwani alikuwa ni zaidi ya ndugu yangu. Alikuja pale akatuita wote akijifanya kwamba yeye ndio mama mjengo. Akaanza kutuambia pale kuwa anataka kuweka umeme, hivyo kodi itapanda kutoka 20,000 mpaka 25,000. Wote tukubaliana, tena mume wangu alifurahi zaidi na akaniambia atanunua na TV. Basi yule fundi akaanza kufanya kazi ya kuweka waya pale za ndani pamoja na switch. Na ni pesa ambazo nilimpatia mama Suzi akashughulikia hivyo vitu. Sasa siku 2 tu nyumba yangu ilikuwa na umeme. Na nikaweka umeme mpaka pale kibandani kwangu. Nikaa nauza saa mpaka usiku. Sasa yule mpangaji akaanza chokochoko. Kila umeme ukiisha anasema hawezi kulipia umeme kwani mimi ndo natakiwa nilipie zaidi kwani natumia mpaka kibandani kwangu wakati anataa tu na redio. Nikamwambia sawa, nitaongeza hiyo pesa. Basi pamoja na hayo akawa anatoa pesa kwa kusuasua. Sasa siku moja mama Suzi akanipigia na kuniambia kuwa kuna mpangaji mmoja analipiwa kodi na mume wangu. Mimi nikashangaa nikamwambia mbona sijakuelewa? Akaniambia inavyoonekana huyo mpangaji ni kimada wa mume wangu na amempangishia hapo hapo kwenye nyumba yangu. Aisee nilishiwa nguvu. Nikaanza kumbe ndio maana kana kwa kajeuri kumbe ni kamke mwenzangu. Nikaanza kusema aisee ina maana mume wangu anasema yabadilika kumbe hamna kitu Masuzi akaniambia sasa kuwa makini. Kuwa makini jinsi ya kumtoa hapo. Inabidi utumie akili sana ili mmeo asijue kama umegundua yeye ana mwanamke hapo. Na asije akagundua kuwa hiyo nyumba ni ya kwako. Nikamwambia sawa. Basi siku zikapita huku chokochoko zikizidi japo nilikuwa najua kabisa kuwa hicho kisichana ni kidemu cha mume wangu. Lakini niliuchuna tu. Na nijipa moyo kwa vile analipa kodi nikauchuna tu. Ila ilinipa mawazo sana kuwa kwa nini mume wangu abadiliki. Nampenda sana lakini abadiliki. Amebadilika kwenye kufanya kazi na kuacha pombe lakini ameniletea mwanamke hapa nyumbani. Nijifanya mjinga nikasema ngoja nikae kimya. Nione mwisho wake. Mume wangu alikuwa anakuja usiku na kuondoka asubuhi sana. Huku sasa kina eti anafanya kazi mbali. Lakini siku hiyo akiondoka asubuhi sana yule mpangaji wa kike haendi kazini. Anashinda nyumbani. Tena anapika mapochopocho nini. Alafu anaweka taarabu. Yanapo nakuta anaimba basi eti Bwana kapata wazimu kashindwa vumilia kwangu katia timu tibani nampatia. Sasa nasema vipi mbona taarabu nyingi? Mara nampa vitu adimu kwako hajajionea amri akasalimu kwako kakosea njia ten 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 ten. Sasa alikuwa anaimba huko anapika. Tena sasa anapikia nje kabisa na chakula anachopika sio cha mtu mmoja bali ni watu wawili na zaidi. Sasa kuonesha kuwa hali peke yake japo nilikuwa najua lakini nilikuwa sijui kama mume wangu aendage kazini anashinda ndani kwa yule mpangaji. Huku nikiwaza na kusema ipo siku tu Mungu atanionyesha ipi nyekundu na ipi njano. Basi siku moja mume wangu bwana alitoka kazini kama kawaida akarudi usiku. Nikamwambia tumekumbushwa kodi hatujalipa mwezi sasa unakatika. Mume wangu akaniambia atalipa nisio na wasiwasi. Nikasema sawa. Basi tukalala. Mume wangu akaondoka asubuhi sana. Yaani tena hata hajaacha hata pesa chakula. Kumbe akajifanya anaenda kazini akaingia kule kwenye chumba cha yule mpangaji. Asubuhi mimi nikaendelea na mambo yangu. Tena nakumbuka siku hiyo ilikuwa ni zamu yake usafi. Hasa mpaka saa 4 choo hakijadekiwa. Yaani choo ni kuchafu, uwanja hata hujafagiliwa. Kabisa nikamgongea na kumwambia leo ni zamu yako lakini mpaka sasa naona hujafanya usafi. Sasa yule msichana akatoka na hasira, akasimama mlangoni na kuanza kupiga kelele. Akasema hivi wewe mama, hivi unatafuta nini lakini wewe Si nimeshakwambia mimi nitadeki nitakapojisikia. Hebu niondokee bwana hapa. Wewe mweu nini? Nilihisi maumivu kwenye koo langu. Nikatamani nimpige kofi, lakini moyo ukasita. Kaamua kuondoka tu. Na hapo sijajibu kitu. Sasa alivyoona sijajibu akazidisha sasa matusi akasema tena nakwambia ukome kunigongea huu mlango. Huu mlango sio wako kwa mshenzi wewe. Aliposema hivyo nikasimama nikamwambia unasemaje? Unasemaje wewe? Akaniambia kama ulivyosikia. Nikamrudia sasa nikiwa na hasira. Sasa akawahi kuingia ndani na alipotaka kufunga mlango mimi si nikawahi. Tukasasa tunasukumana.
Yeye anataka nisingie ndani na mimi nataka niingie ili nikamfunze adabu. Asa kwa bahati nzuri nilimzidi nguvu. Nikafanikiwa kuingia ndani. Si nikamkuta mume wangu amelala kitanda, tena yuko kifua wazi. Aliponiona akastuka. Akaniangalia sasa ajui hata yani afanye nini. Jamani, nyie mnao wago asubuhi saa 12 saa 11. Na kuna wapangaji hapo wengine. Hakikisha mtu ametoka nje ya gate kabisa. Nimeona mume wangu kabisa yani, na nichukua yani nakitaka kukiona ambacho nataka nikishuhudia, na hatimaye nimekishuhudia. Nikaambia tu, baba, sawa, endelea na maisha baba, endelea. Nikatoka hata sijafanya chochote. Niliumia sana kuona mume wangu bado ana akili za kitoto. Nilienda kibandani nikakaa zangu na kuendelea kuhudumia wateja. Afu wala mimi sikuwa na hasira na mtu. Yaani unajua kuna ile kwamba umeshajua mtu anakucheat au umeshajua kwamba yani hapa haya mahusiano hayana future. Umeona? Yani ni kama ni na wewe kama kwako umekatika wa mapenzi. Kwa siku kija kumfumania mtu ama akija kuambia tuachane, yani hata ushtuki. Yani hushtuki. Sasa baadaye bwana, muda wa chakula cha mchana nikamwona mume wangu ametoka mle chumbani na akaingia kule chumbani kwetu. Mimi wala hata sikumzingatia, ila nilichokuwa nimekipanga kichwani ni kuandika notes alafu nitampa mama Suzi awape waame nyumbani kwangu. Na kama teta ubishi basi nimwambie kweli. Nilikaa gengeni kwangu kimya mpaka wanangu wakarudi shule. Sikwenda kule ndani. Nikashangaa ule mchepuko wa mume wangu akaanza kuimba sasa na niangalia. Mimi wala hata sikujali wala nini. Baadaye niliingia ndani nikamkuta mume wangu amelala, yani wala hata sikumgusa. Nikaendelea shughuli zangu. Nikapika chakula cha usiku vizuri tukala na wanangu pale, lakini yeye mume wangu hakula. Usiku muda kulala nikamwamsha nikamwambia nataka nilale, hivyo naomba anipishe. Akaanza kusema eti sasa unajua umemwona mke mwenzako, sasa yule ndio mke mwenzako, hivyo mimi nitakuwa na wake wawili. Nikamuuliza hivyo mume wangu na akili sawa kweli? Hivyo unaweza kuniletea mwanamke kwenye nyumba moja? Hivi kwa nini ubadilike mume wangu? Sasa badala naye eti ajishushe akaanza kupandisha. Eti akaanza kusema mimi kama mwanaume nalipa kodi nyumba hii, ninayo maamuzi yangu na hapa nishaamua kwa yule ndio mke mwenzako Sasa tukaanza marumbano huko ndani nini. Akanipiga makofi mawili kisha akaenda kulala kwa yule mchepuko wake. Nikaona okay, yote heri. Sikumwambia chochote kuhusu nyumba. Asubuhi na mapema wanangu walipoenda shule, nikafunga chumba changu nikaenda zangu sokoni. Nikarudi kwenye saa 2 hivi nikamkuta kakasirika eti anadai nimefunga mlango na yeye anataka nguo ili avae ende kazini. Nikamwambia naomba utoe nguo zako zote kwenye chumba changu, kwani umenikuta na chumba changu. Akagoma na kunitishia kunipiga. Akaniambia sasa sikiliza, hapa aondoki mtu na ikiwezekana utaondoka wewe, mimi utaniacha hapa pamoja na mke wangu mdogo. Nikasema sawa. Mimi nikaendelea shughuli zangu. Ujue mimi sijui kwa nini tu yani nilikuwa sipendi kabisa ugomvi. Na hata ile misukosuko yani nishaizoea sana. Hasa mume wangu akawa sasa anafanya visa ili tuachane. Mimi nikaambia usijisumbue. Tunahangaika tuachane. Mbona tumeshaachana kitambo sana mimi na wewe? Akaniambia eti sawa tumeshaachana, lakini nitahakikisha unahama kwenye nyumba. Nikacheka. Nikaondoka zangu. Sasa yule mchepuko akanionyesha waziwazi kuwa yeye ni mke mwenzangu. Nikamwambia mume wangu, kwa nini hivyo unanifanyia hivi? Akaniambia yeye ndio mwenye maamuzi ya kuoa wake wangapi. Kwa hiyo ameamua kuongeza mke mwingine. Kama naweza nikae, kama siwezi niondoke. Yaani niondoke nikatafute maisha mengine. Maumivu niliyopata msikilizaji asimuliki. Niliwaza jinsi ninavyohangaika na mikopo mpaka nimejenga nyumba na yeye hajui kama nyumba ni ya kwetu au ya kwangu. Hivi jange jua singenifukuza. Naume hawa mbwa kabisa. Nijikuta naongea hivyo yani huku sasa nikisimama. Na nikaondoka zangu. Sasa yule mchepuko akawa hafagi wala kudeki choo. Na alikuwa ni mgomvi bala. Yani anaweza akafua nguo na maji akamwagia hapo kwenye mlango wangu. Yani na wala hata mimi nilikuwa siongei. Sasa kitu cha kuchekesha akampigia simu mama Suzi eti anamwambia kwa eti mimi ni mchafu na sifai kukaa kwenye ile nyumba, eti natumia umeme rafu na nagonga misumari kwenye ile nyumba na haribu ukuta. Mama Suzi akacheka. Huko kimoyoni akimwambia sawa nitamwambia hame. Sasa mama Suzi akanipigia simu na kunieleza, tulicheka wote. Maana ni vichekesho kweli kweli. Sasa siku hiyo aliniudhi sana mume wangu. Hakwenda kazini, akashinda kule ndani kwake.
Yule mchepuko akaja gengeni kwangu eti akanambia nachukua nyanya na mchicha nikampikie mume wetu. Nikaambia nyo, hebu naomba ukome. Na ukome. Koma kabisa kuhusu biashara yangu. Biashara yangu isioni na mtu yote tafadhali. Bwana akajitia kiburi. Eti akachukua na kondo. Nilipandwa na hasira na kwa vile sasa ni kupigana siwezi. Nilimwangalia kwa hasira sana. Nilikaa nikatafakari nikaona hivi kwa nini nyanyasika kwenye mji wangu? Yaani nyumba yangu, kila kitu changu. Nikaona okay, imefika mwisho sasa liwalo na liwe. Unajua msikilizaji, kitu ambacho sipendi ni dharau. Nilikaa nikawaza jinsi ninavyohangaika na maisha, alafu mume wangu ninayempenda analetea mwanamke mwingine tena kwenye nyumba yangu niliyoijenga. Niliuza genge huku na sononeka mwenyewe. Sasa ule mchepuko alikuja gengeni kwangu na nilikuwa na wateja, akasema eti na washangaa mnanunua hiyo miogo, amuone huyo mama alivyo mchafu. Kwanza ananuka. Aliongea hivyo, akaondoka. Sasa wateja wakianza kumshangaa. Afu mimi sikujali sana, ila mume wangu alivyorudi nimwambia na wala hata kuchukua hatua yote. Tulikuwa na zamu ya kufanya usafi na alikuwa afanye. Nikajiambia huyu analetea dharau wakati mimi mwenyewe ndio mwenye nyumba. Nikamfuata yule mchepuko nikamwambia naomba unisikize kwa makini. Hii nyumba unayoiona hapa ni ya kwangu. Umenisikia Hii nyumba ni ya kwangu. Na nimeijenga mwenyewe kwa pesa yangu. Sasa naomba uondoke tu kwa hiari yako. Yule mchepuko akacheka. Alicheka. Akasema nyo, eti nyumba yako. Tena ondoka hapa kabla sijakumwagia maji ya moto. Nami nikambishi tu. Tukaanza kurushana maneno. Sasa akachukua kikombe, akachota ile maji ya moto bwana kunimwagia. Nikajaribu kuepa lakini yakanipata upande wa mguuni. Sikukubali. Tukakunjana. Kuna mpangaji wangu mmoja ndo akaja kutuamua pale. Akaniambia eti ngoja dawa yako inachemka. Nikaambia ni lazima uondoke kwangu. Akaambia eti utaondoka wewe na mimi utaniacha. Nikaambia sawa. Basi mume wangu alivyorudi, cha kwanza akaenda kwenye chumba cha mchepuko wake. Akaambiwa alichoambiwa, si akaja kwangu huku sasa akiwa na hasira. Akaanza kunipiga sasa akitupa vitu nje. Akaniambia eti ondoka kwenu, ondoka bwana. Nimekuchoka, kwanza siwezi kulipia kodi vyumba viwili bwana. Kwa hiyo atabaki tu yule na ndio utakayeishi hapa. Kamaomba msamaha sana lakini bado alionyesha nia ya kunifukuza. Nikamwambia sasa utaondoka wewe, mimi utaniacha. Akanipiga kofi pale, akaniambia eti unajibu mimi. Nikamjibu nikamwambia wewe endelea kunipiga lakini kwenye nyumba yangu mtaondoka. Akaniambia eti hivyo unaumwa nini? Sasa ngoja nipigie mwenye nyumba nimwambie mimi nimeshaachia chumba kimoja. Nitalipia kimoja. Bwana yeye akapiga simu kwa Masuzi. Akaambia eti mimi na mke wangu tumeshaachana kwa hiyo narudisha chumba. Masuzi akaambia yani wewe mwanaume huna hata akili. Umeshindwa kugundua kuwa hiyo nyumba ni ya mkeo, Yani wewe ulikuwa unalipa kodi kwa mkeo. Ina maana ungekane vizuri angekwambia hiyo nyumba sio yangu. Nikamwona mume wangu anatoa macho tu kwa kishangaa. Nikamwambia ukikata simu chukua kilicho chako na hawara yako muondoke hapa kwangu. Sasa nikamwona mume wangu amezubaa tu akiniangalia. Nikamwambia wewe, mimi kipindi nateseka na mikopo uliona mjinga, si ndio? Mpaka tukachukuliwa vyombo hukutaka kutoa hata msaada wote. Sasa ile pesa nilijenga na nyumba ndo hii. Na ni kama Mungu tu ameniambia nisikwambie tokea mwanzo, kwani yani hii leo hiyo ungenifukuza kwenye nyumba uishi na mchepuko wako. Yani wanaume nyesi yani hata hamna hata huruma. Ilikuwa naibu sana kwa mume wangu. Akaanza kuniomba pale msamani, kaambia aondoke. Akapangisha sehemu nyingine yeye na mchepuko wake. Aniache mwenyewe. Asa ule mchepuko naye eti akaja bwana sijui hata kinachoendelea. Si akaanza kuongea utumbo. Eti mtoe huyo aondoke, siki atakumuona mtoe. Ikabidi nicheke tu maana hajui hata kinachoendelea mpuuzi huyu. Asa mume wangu akaniambia eti hawezi kutoka kwa sababu eti na yeye anachangia kujenga. Nikamwambia wewe, hebu nionyeshe ulichonunua. Umenunua tofali? Umenunua msumari? Umenunua mlango? Nicheka kwa dharau, nikatoka nikaenda kwa mwenyekiti nikamueleza mwanzo mpaka mwisho. Mwenyekiti akaja na kumwambia aisee umefanya kosa kubwa sana, cha kukusaidia ulale leo ila kesho mwenyewe anataka chumba chake. Mume wangu aliomba msamaha sana na mchepuko wake alivyoona hivyo akaondoka zake. Kesho yake mume wangu akaanza kuniomba msamaha. Mimi sikumsamehe kabisa. Akaita na wazee pale wakaja. Walinisii sana na kuwa sijeti jamaa amejifunza kutokana na makosa. Nikamwambia siwezi kumsamehe. Aende tu mimi nibaki na maisha yangu. Ila alijifunza maana kama kazi alifanya. Na aliacha mambo akijinga, maisha kaendelea. Maisha ni mtihani mgumu sana. Na hakuna aliyefaulu msikilizaji. Kwa hiyo nimeona tu niwaambie mkasa wangu huu ambao ulinikuta, ila mikopo imenisaidia sana.
Kwa mimi niko Mbezi Luis, ukifika ulizia tu Mama Agusti. Ni maarufu sana. Bado nauza ndizi na miogo na biashara inakwenda na mikopo siachi kukopa. Kuhusu mume wangu, nilikaza. Yaani nilikaza. Aliondoka kwa sababu leo tamsamehe, kesho anakuja na kitu kingine. Si umeona nilimsamehe kwamba kwa sababu ya ulevi nini, akatibu hicho akaanzisha kingine. Kwa hiyo mimi nipo tu naishi na wanangu na biashara zangu zinakwenda safi kabisa. Kwa hiyo ndio hivyo. Na kitu kingine, naombeni tuheshimiane sana wale ambao mnatubedha sana, mnatunanga sana masingo mother. Sio kwamba sisi tulikuwa tunapenda hii situation, ila kuna wakati unamwamini mtu, unamwamini mwanaume, kumbe yeye anakufanya tu kama mjinga mpumbavu fulani hivi. Kwa hiyo unaamua kuachana na mapenzi kwa sababu hakuna ambaye alishawahi kufa kwa ajili ya usingo, ila watu wengi wanakufa kwa ajili ya kuwa na mtu ambaye si sahihi. Unaamua kubaki mwenyewe, uwalea watoto wako ambao uliamua kuwabeba tumboni mwako, hukutaka kuwafanyia abortion, umeamua kuwalea, alafu mtu anakuja tu kutukana tu from nowhere. Masingo mother. Wadhania sisi tunapenda hii situation? Ni kwamba tu mapenzi basi. Kwani kwa hiyo nimeweka mapenzi pembeni, kikubwa ni mtonyo. Wanangu hapo wanaenjoy maisha na mimi nipo naenjoy maisha safi. Mapenzi ngoja atulie kwanza. Kama atakuja kesho, kesho baadaye, poa. Kwa ndo hivyo msikilizaji. Mimi sina la ziada. Bye bye.